al-Ismailiyya al-Batiniyya. Qaramita ni moja ya makundi ya kishia yenye ukafiri mkubwa mno, ambao wao ni katika Ismailiyya al-Batiniyya, waliofanya khiana, kuwafanyia khiana Waislamu walipokwenda kufanya ibada ya haji. Wakati wanarejea wakajikusanya na kuwaua Waislamu. Waliwaua Waislamu katika matukio tofauti tofauti. Mwaka 294 Hijiria, 312 Hijiria na mwaka 315. Mwaka 315 pia walifanya khiana hiyo, waua mahujaji, na haya yameelezwa katika vitabu vya historia ambavyo ninaviashiria hapa, ili udhiriki ukhatari wa mashia na uadui wa Shia Ithna Sharia na mapote mengine na khiana za mashia dhidi ya Uislamu na Waislamu. Soma historia, utagundua kwamba hawa ni aladul khusum wal khawana, ni maadui wakubwa dhidi ya Uislamu na Waislamu. Alafu watizame Waislamu ambao wanajaribu kutumia hisia sasa katika matukio ambayo yanaendelea, awatif, kwamba wanauawa watu wanaosema la ilaha illa Allah, lakini la yudhirikuna khatar ar-rawafid. Waislamu wengi hawadiriki na hawajui ukhatari wa Shia Rafidha dhidi ya Uislamu na Waislamu. Miongoni mwa matukio yanayoashiria khiana ya Shia Rafidha ni tukio alilolifanya waziri wa al-Mustasim billah katika dola ya Abbasiya, anaitwa Ibn al-Alqami al-Rafidhi al-Shii, kama alivyoeleza Ibn Kathir katika matukio ya mwaka 620 na 640 na 660 na ameeleza matukio ya huyu bwana waziri wa al-Mustasim billah anaitwa Ibn al-Alqami al-Rafidhi al-Shii, ambaye alisahilisha Tatar kuingia katika miji ya Baghdad na kuwaua Waislamu. Tatari waliingia katika miji ya Baghdad wakawaua Waislamu kwa wingi, rijalan wa nisaan wa shuyukhan wa auladan, wanawake, wanaume, watoto wadogo, wazee, waliwaua na hakuna aliyesalimika katika wao ila yule ambaye alikuwa ima ni Myahudi au Mkristo au aliyekimbilia kwa Ibn al-Alqami. Mshia huyo alifanya khiana kuwaingiza Tatar katika mji wa Baghdad na kumshauri Mustasim billah. Wanawachuoni wa historia wanasema historia haijawahi kushuhudia mauaji mfano wa mauaji yaliyofanya kipindi hicho, sababu ya huyu Rafidhi Shii, ya huyu mshia Ibn al-Alqami. Bali baadhi ya ulama wanasema waliuawa Waislamu wasiopungua milioni 2 na zaidi. Lakini wakitaja mashia, baadhi ya Waislamu wanaingiwa na hisia kwa sababu wasema la ilaha illa Allah. Wairani wanapigwa, watu wakawa wanania, watu wakawa na msimamo mikali dhidi ya wanaozungumza maneno kama haya kuwasema mashia au dhidi ya mashia, kwa sababu la yudrikuna khuturat ar-Rafidha, hawajui ukali wa Rafidha. Kwa matukio kama haya yamenukuliwa katika vitabu vya historia, lakini pia haifichikani tukio la kusalitiwa Baitul Maqdis na kumilikiwa na Wafaransa. Tukio hili sababu kubwa ni wao Shia Rafidha, kwa sababu pia miongoni mwa itikadi za Shia ni kwamba Masjid al-Aqsa inayotajwa katika kitabu cha Allah Ta'ala na katika Sunna haiko kwenye ardhi, iko mbinguni. Vitabu vya Kishia vinawaaminisha Waislamu hivi. Ndio maana walisaliti Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa ikachukuliwa na wasiokuwa Waislamu na maadui wao, ndio sababu kubwa. Lakini pia haifichikani kushirikiana kwa mashia na Waamerika na maadui wa dini dhidi ya Waislamu ala mari taarikhi wa zamani, katika mapito ya tarehe na historia. Wao walishirikiana pia na Waamerika dhidi ya watu wa Baghdad, dhidi ya watu wa Sham. Lakini pia
katika miaka ya nyuma, mwaka 1986, mwaka 1987, mwaka 2013, yani 2013 mpaka na 15, matukio yaliyojiri kukamatwa baadhi ya mashia waliotokea Iran wakiwa wana mabomu wakielekea nayo kwenye ibada ya haji. Bali katika vipindi vingine mwaka 1987 yalitokea mauaji katika mji wa Makka yaliyosababishwa na mashia wa Iran. Lakini mwaka 2015 maandamano yaliyofanyika na mashia wa Iran ikawa ni sababu ya kufa Waislamu zaidi ya Waislamu, lakini yalisababishwa na mashia wa Iran, mpaka ikafika kipindi wakastopishwa mashia wa Iran kufanya ibada ya haji. Anajua historia, alifuatilia, analigundua hili. Lakini pia daula ya Kuwait imeshuhudia matukio na khiana ya Shia Rafidha. Suria, na tulieleza katika khutba pia hapa, tukio la mashia kuwatuma baadhi ya wasemaji wao kwenda kutoa mchango wa kumpiga Msuria, na yale yanayoendelea Yemen kwa ule udhamini mkubwa wa daula ya Iran kwa wale mashia Hawatha wanaowaua ahli sunnah wal jamaa katika miji ile. Nguvu kubwa yatolewa na wa Iran, silaha nyingi zinatoka kwa wa Iran, na ndio maana kuna mawasiliano makubwa. Kwa anayefuatilia habari, hili ni jambo la wazi kabisa, wala halina shaka. Sasa ukiyatizama haya utagundua kwamba daula ya Iran ni daula ya kishia Rafidhia, Ithna Asharia, Jafaria, na wao ni ni maadui wa Uislamu na Waislamu. So wanatokea baadhi ya mashaka wanazungumza kwa hisia na kulaani maneno kama haya. Baadhi ya mashaka wanajinasibisha na ahli sunna kama huyo Abdul Qadir al-Ahdali anayezungumza kwamba sisi tunataka tusimame na mashia katika tukio hili linaloendelea katika Mashariki ya Kati, mapigano kati ya Irani na Israeli na Amerika, tusimame na Shia. Sijui anatumia mizani gani, bali afika mahala akasema Shia Zaidia wako karibu na ahli sunna. Sisi tumwambia kama alivyosema Sheikh Mukbil, innal ladhina yaquluna hadhihi almaqula lam yadrusu kutub az-zaidiyya hatta yudriku aqidat az-zaidiyya. Wanaosema maneno haya kwamba Zaidia katika Shia wako karibu na ahli sunna, huyu hajasoma vitabu vya Zaidia ili agundue Zaidia wana itikadi gani. Kwa sababu Zaidia kuna wapote kama matatu: kuna Salihia, kuna Sulaimania, kuna Jarudia. Alafu kwa ujinga wake yeye akasema kwamba mashia wenyewe hao Zaidia ambao wako Yemen, hajajua mashia Zaidia ambao wako Yemen kule Sanaa Shimal ni mashia Zaidia wa aina gani, makundi gani katika hao, kwa sababu hajui mapote pia ya Zaidia. Bali sisi tumwambia kwamba Zaidia ambao wako Sanaa kule Shimal ni al-Jarudia, na Jarudia wao ni makafiri zaidi hata ya Ithna Asharia al-Imamia, wanaotukana masahaba hao, wao ni makafiri zaidi ya hao. Sasa mtu anapokuja sema Zaidia wako karibu na al-Sunna, maana yake huyu hana maarifa ya kutambua kwanza anawakusudia Zaidia gani. Lakini pia hao Sulaimania, Salihia nao pia hawafikiani na msimamo ya al-Sunna katika kumtanguliza Abu Bakar na Umar na Uthman, bali wao wanaamini kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye alikuwa anastahili kuwa kiongozi baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, Shia ni maadui wa Uislamu na Waislamu, na Irani kama ilivyo katiba ya Irani, wao ni katika Shia Ithna Asharia, Jafaria, Imamia, wanayaamini haya. Hata kiongozi huyo aliuao naye pia katika vitabu vyake ana maneno mbalimbali akiwasema vibaya masahaba na kuwatukana masahaba, kuwalaani baadhi ya masahaba, kwa sababu ndiyo msimamo wao.
Na ndio maana sisi ahli sunna masalaf tukaeleza aqwali za ulama kunako yanayoendelea katika Mashariki ya Kati, tukasema kama alivyosema Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala, anasema fa ahli sunna la yaqifuna ma'a al-yahud ضد الروافض ولا مع الروافض ضد اليهود. ahli sunna hawasimami kumuunga mkono myahudi dhidi ya mshia au mshia dhidi ya myahudi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema idha qatala al-yahud wal-majus wal-rawafid fahmadillah an araha al-muslimina min ba'sihim was'alillah wad'u Allah an la takuna fitnatuka fi ahadihima. Watakapopigana mayahudi, majusi na mashia, basi wewe muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na umshukuru Allah ta'ala, umsifu Allah kwa kuwastarehesha waislamu na shari zao, na kumuomba Allah ta'ala isije ikawa fitna ya waislamu yatoka kwa moja ya makundi haya mawili. Kama vile sasa hivi takana tumuombe Allah ta'ala isije ikawa fitna ya kufitiniwa waislamu ima yatoka kwa Myahudi wa Amerika au yatoka kwa Shia wa Iran, kwa sababu Shia wa Iran wana vitimbi katika siku zote miaka yote. Kwa si jambo la ajabu ikatokea wao wakaipiga miji ya Kiislamu kama vile mnavyoshuhudia sasa hivi wameanza kuinyemelea kuiangamiza baadhi ya miji ya Kiislamu kwa kule kudai kwamba wanapiga kambi zao, kambi za Amerika, lakini wanawaangamiza na wanaangamiza miundombinu ya Waislamu na miji ya Kiislamu kama vile Saudia na Dubai na miji mingine, kwa sababu Shia wao wana malengo ya kutaka kuitawala ardhi nzima. Kwa hiyo si jambo la kuongea kihisia na kutoa machozi na kulia, na si kila anayelia na kuomboleza kwamba ndio ana haki na yuko katika usawa. La, si tusimame katika maneno ya ulama. Mmoja katika ikhwan muslimin Al-Qaradawi katika kitambo kirefu alikuwa akiwatetea mashia, lakini alikuja akasimama siku moja akasema mashekhe wa Saudia walikuwa wana uoni wa mbali kuliko mimi, kwa sababu mimi nilikuwa nikiwahami mashia kwa kitambo kirefu, lakini nimegundua kwamba mashekhe wa Saudia kina bin Baz na wengine walikuwa wana upana wa elimu kutambua mashia kulikoni sisi maikhwani na masufi na matarika na wengine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, maelezo haya ya ulama ni sambamba kabisa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mustarihun wa mustarah. Kuna ambaye anastarehe akifa na kuna ambaye watu wanastarehe naye akifa. Akaulizwa, ya Rasulullah, ni yupi mustarih na ni yupi mustarah? Ni yupi ambaye watu wanastarehe pale anapokufa? Akasema wa amma al-abd al-fajir fayastarihu minhu al-ibad wal-bilad wash-shajar wad-dawab. Mja muovu anapokufa wanastarehe kunako yeye waja, wanyama, miti na viumbe mbalimbali, wanastarehe na shari zao. Kwa hiyo adui kama huyu wa Uislamu na Waislamu, adui wa masahaba, adui wa Waislamu na sunni kwa ujumla, anapokuwa ameondoka, Waislamu wana haki pia ya kutoa shukrani zao na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alipofikiwa na habari ya kufa kuuawa kwa Musailama al-Kadhab, alimhimidi Allah na akasujudu sijda ya shukr. Lakini pia Ali ibn Abi Talib alipomkuta Dhufadiya, yule bwana alikuwa anaziwa mkononi amekufa katika wale waliouawa wale makhawarij, sajada shukran lillahi, alifurahi na akasujudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo kwa Musannaf ibn Abi Shayba. Namalizia kusema kwamba msimamo wetu sisi ni huu: wanaopiana maadui wao kwa wao, sisi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuwastarehesha waislamu na shari zao na kuwagomanisha wao kwa wao, kuwamaliza wao kwa wao, kama alivyosema al-Auza'i pia alibunukua Dhahabi, idha qatala al-fajir bil-fajir fa ahlaka Allahu ahadahuma falhamdulillah. Kipigana waovu kwa waovu, Allah akamwangamiza mmoja,
himdi ni za Allah ta'ala, shukrani ni za Allah. Wa idha ahlakahuma jami'an falhamdulillahi kathira, na akiwaangamiza wote basi shukrani na himdi ni zake Allah ta'ala kwa wingi. Huu ndio msimamo wetu sisi katika haya yanayoendelea. Suala la kwamba ni wakati gani tutasimama na adui fulani dhidi ya adui fulani ni suala litakalotazamwa na ulama. Lakini anapokuja mtu akasema waislamu walifurahi kwa ushindi wa Warum, alif lam mim ghulibat rum fi adna al-ardh wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Allah akaeleza kama waislamu watafurahi kwa kushinda Warum, kuwashinda Wafurusi. Alafu ataka kuleta aya hizi katika tukio hili kwamba tuungane na sisi na Shia, tuungane na Iran. Wala yudriki miskin, lakini maskini huyo hajui kwamba Warum ni katika ahli kitabu, na shari yao ukipima na shari ya majusi ya Wafursi, shari ya majusi wa Fursi ni kubwa, na ndio maana waislamu wakawa wanafurahi kwa ushindi wa Warum. Sasa ukija ukipima shari za Shia Rafidha na shari za Mayahudi kama walivyoeleza maulama, utagundua kwamba shari za Mashia za Rafidha ni kubwa kuliko shari za Mayahudi. Madhara ya Shia Rafidha dhidi ya Uislamu na Waislamu ni makubwa kuliko shari na madhara na khiana za Mayahudi na Wakristo. Sasa tutasimama wapi? Kwa ndio maana tutabaki katikati. Lakini inapotokea sasa tusimame na nani? Ni kadhia nazila, yatakana izungumzwe na ulama wakubwa, si kila al-ahda likina kishia au kina nani, watakana jambo la kuzungumzwa na ulama wakubwa. Lakini sasa hivi sitobaki katika asili ya maneno haya ya ulama tuliyonukuu hapa, na tupa mwongozo uliokuwa salama na sahihi. Allahu akbar, Allahu akbar.